Sasa msingi usipokuwa imara, hata ukuta lazima uanguke. Lakini Kristo Yesu amekuja ili kufanya wewe kama tofali kwenye hiyo nyumba usianguke. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kama tofali, kama ukuta wa hiyo nyumba usiporomoke. Amekuja kama nguzo kuu kukufanya usiumbe, kukufanya usiumbishwe. Ndio maana anasema hatua ya kwanza alituokoa. Maana yake katika ile hali haijulikani ulikuwa unatakiwa kuangukia wapi. Lile eneo ambalo uko unaangukia, wakati mwingine uko unaangukia kwenye mawe pale ambapo ungeangukia ulikuwa unasambaa. Haleluya. Lakini Kristo amekuja kukuokoa ili usisambae. Kristo amekuja kukupa afya. Kristo amekuja kukupa uzima. Kristo amekuja kukupa amani. Ila amani mwingine ni kwenye ndoa, amani haipo. Ni kwenye kazi, amani haipo. Kwenye familia, amani haipo. Wewe utamulikani. Lakini nataka nikwambie kwamba Kristo Yesu ukimpa nafasi, akawa msingi kwako, akawa nguzo kuu, hiyo amani inarejea, maisha yanarejea, afya inarejea, uzima unarejea. Alafu tukio linalofuatwa ni kuhamishwa, kutolewa kwenye huo ukuta, kwenye huo msingi mbovu na kuingizwa kwenye msingi imara. Yaani unatoka kwenye misingi ya uharibifu, misingi ya kutokufanyikiwa, anakutoa huko. Kwenye misingi ya magonjwa, anakutoa huko. Kwenye misingi ya laana za ukoo wenu, anakutoa huko. Anakutoa kwenye maagano ya ukoo wenu, anakuweka kwenye agano lake. Ili ni pendo la namna gani? Anakuingiza kwenye agano lake, manake hataki uteseke tena. Ndio maana hataki kukuacha katika mateso. Na mimi nakwambia muda na saa hii, ikiwa utainua moyo wako, utainua shauku yako kumtafuta huyu Kristo aliye jiwe kuu la pembeni, ambalo wale waasi wamelikataa, lenye ushindi, lenye mamlaka. Hata wewe kila eneo utakuwa na mamlaka. Sikia nikwambie, Adamu na Hawa walipoanguka, naelezea sana Adamu na Hawa kwa sababu ndio msingi wetu wa kwanza. Walipoanguka, kuna vitu kadhaa viliwatokea. Kitu kimojawapo ambacho kiliwatokea, kwanza ilitokea hali ya kujidharau. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilitokea hali ya kujidharau. Alafu kitu cha pili, kwa nini walijidharau? Kwa sababu walikuja kujiona wako uchi, wakasambaa. Lakini kitu cha pili kilichotokea, wakawa na woga wa kusikiliza Mungu, wakawa na woga wa kufanya jambo lolote, wakakimbia. Kitu cha tatu ni aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni aibu iliwatokea. Hizo ni mauti za kwanza ambazo ziliwakuta. Alafu kitu cha tatu, kitu kingine kilichowatokea ni kuanza kujitegemea wao kama wao. Na hata wewe kwenye maisha umtegemei Mungu, unajitegemea mwenyewe, unatumia akili yako, unatumia mawazo